Moja ya vitu tulivyovishuhudia wiki iliyopita ni ongezeko la ushuru kwa nchi mbalimbali kwa bidhaa ambazo watakuwa wanapeleka Marekani. Nchi nyingi sana zimeongezewa ushuru na Donald Trump. Lakini moja ya nchi ambayo ilishangaza watu kuwa katika listi ni Israel. Israel, nchi rafiki wa Marekani wa muda mrefu, mshirika mkuu, nchi pekee duniani inayopewa misaada mingi na Wamarekani, iweje iwe katika listi? Hiki ni kitu kilichoshangaza wengi, na hiki ndio kitu ambacho leo nakwenda kuongelea. Mimi ni Rachel Robin, hii Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Zipo nchi ambazo zimeongezewa ushuru lakini hazijaongezewa ushuru mkubwa na Marekani, ambao wameongezewa labda 10% kama Uingereza wamewekewa 10%. Umeona, Ukraine nafikiri nao wamewekewa 10%. Zipo nchi ambazo zimewekewa 10% tu ya uchumi. Lakini Israeli imewekewa 17% ya ushuru, yani sio uchumi, ushuru. Israeli imeongezewa 17% ya ushuru, kitu kilichoshangaza watu wengi sana. Umeona, na moja ya vitu ambavyo vinaogopesha ni kwamba kwa sasa Israeli kiuchumi haiko katika nafasi nzuri ya kuweza kupata mzigo mwingine kama huu, lakini ndio sasa wameenda kupata huu mzigo. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kinawapa wasiwasi sana Waisraeli wenyewe, hasa sasa kiongozi wao Benjamin Netanyahu. Kwa takwimu zinaonyesha kwamba endapo ili ongezeko la ushuru wa 17% litaendelea kubaki hivyo hivyo, Israeli kuna wasiwasi wakawa wanapoteza dola bilioni 2.3 kila mwaka endapo ushuru utaendelea kubaki hivyo hivyo. Lakini pia takwimu zinaonyesha kwamba, yani inasadikika kwamba pia kuna hatihati ya Waisraeli kuanzia 18,000 mpaka 26,000 kupoteza ajira zao endapo huu ushuru utaendelea kubaki hivyo hivyo 17%. Kwa hiyo watapoteza vitu vingi. Lakini kumbukwe kuna sekta hazijaguswa, sekta za muhimu kama madawa, umenielewa sekta kama zile za chip, umeona, hakujaguswa kule. Inasemekana endapo na kule nako Trump akipagusa akaongeza ushuru kwenye hizo sekta, basi Israeli kutakuwa kuna hatihati ya kupoteza kama dola bilioni 3 kwa mwaka. Kama nilivyosema, kwa sasa hivi kwa huu ushuru inasemekana wanaweza wakapoteza dola bilioni 2.3. Sasa inaweza ikafikia bilioni 3 kabisa endapo Trump ataongeza ushuru pia katika sekta ya mambo ya madawa, yani pharmaceutical, lakini pia katika mambo ya chip. Umeona, kama nilivyosema, Waisraeli wamekumbwa na hili sekeseke la kuongezewa ushuru katika kipindi ambacho si kizuri kwao, kutokana na kwamba sasa hivi hawa watu wako vitani zaidi ya mwaka sasa, na vita imewarudisha nyuma kidogo kiuchumi, kutokana na kwamba kwanza kabisa hawakutegemea wataingia katika vita ya muda mrefu kiasi hiki, kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa imetabiriwa kwamba wanaingia kijeshi kukomboa mateka. Kwa hiyo ilitabiriwa kwamba kwa miezi mitatu watakuwa tayari wameshakomboa mateka, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba sasa hivi ni zaidi ya mwaka wameshindwa kukomboa mateka mikononi mwa Hamas. Kwa hiyo vita imeendelea zaidi ya mwaka, kwa hii imewala kiuchumi. Lakini wakati vita inaendelea, kwa bahati mbaya ni kwamba biashara zao zinashindwa kufanyika vizuri, kwa sababu bidhaa zao zinapita katika Bahari Nyekundu na kule Wahuthi wanalipua meli zao na meli za washirika wao. Kwa hiyo hilo pia limewarudisha nyuma sana kibiashara. Lakini kitu kingine ni kwamba Israel, moja ya sehemu ambao wanapatia pato lao la taifa ni katika swala zima la utalii, ambapo katika sekta ya utalii na kwenyewe kumepungua sana, kwa sababu sasa hivi watu wengi wanaogopa kwenda Israel kwa sababu si sehemu salama, kwa sababu iko vitani. Kama tulivyoshuhudia mwaka jana, Iran karusha makombora pale mara 2, Hezbollah anarusha makombora, Hamas. Kwa utalii pia umepungua, sekta ya utalii pia imepungua. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba wanapitia mtikisiko wa kiuchumi, si kama kipindi kile ambapo walikuwa hawako vitani. Na hii inasemekana kwamba hata mwaka jana iliwalazimu kwa kuna mizozo ya wao kupunguza bajeti katika wizara zao mbalimbali ili waweze kubana matumizi. Umeona? Kwa hiyo hili swala la kuongezewa ushuru limemfanya Netanyahu aone kama yani kapatiwa mzigo mkubwa sana, na hii imemfanya mpaka aende Marekani. Juzi siku ya Jumatatu tarehe 7
walikuwa na kikao na Donald Trump pamoja na waandishi wa habari. Kwa hiyo moja ya vitu vilivyokuwa vimeongelewa ikawa ni mambo haya ya ushuru. Katika maongezi, waandishi wa habari wamemuuliza Trump, je, utapunguza ushuru kwenye bidhaa za Israeli? Trump akamwangalia Netanyahu akasema kwamba tunawapa Israeli pesa nyingi sana. Israeli yenyewe sisi tunawapa pesa nyingi sana kwa mwaka kuliko nchi yoyote ile. Tunawapa dola bilioni 4 kwa mwaka. Akamwambia hongera sana kwanza katika hili. Tunawapa pesa nyingi sana kwa mwaka. Kwa hiyo Trump akakataa kwamba haitakiwi. Yaani tunawapeni pesa nyingi, tunawasaidieni sana. Kwa hiyo kwa mujibu wa maneno ya Trump inaonyesha kwamba Trump anaona ni haki yao kuongezewa ushuru wa 17% katika bidhaa zao, kwa sababu hata hivyo tayari wanasaidiwa sana na wao wa Marekani. Umeona? Kitu ambacho kilimkatisha matumaini Netanyahu. Moja ya vitu ambavyo walijitahidi sana kufanya Israel kabla ya Trump kutangaza huu ushuru ni kuondoa vikwazo, ushuru sio kwa na lazima katika bidhaa za Kimarekani. Lakini still bado Trump akaweka katika listi ya kuongezea ushuru. Kwa hiyo sasa hivi Netanyahu anaendelea kunegotiate na Trump ili aone kama wanaweza wakapunguziwa au wakaondolewa kabisa. Umeona? Na Trump mpaka natoka katika kuchunguza kwangu, Trump bado kasimamia msimamo ule ule. Lakini amefungua milango ya kunegotiate. Anachokitaka Trump ni kwamba na Wamarekani nao wapate kitu kutoka kwa Israeli, sio Israeli tu ndo wanapata vitu kutoka kwa Wamarekani. Kama nilivyosema katika video zangu zilizopita ni kwamba sera kuu ya Trump ni kama sera za marais wa zamani wa Marekani. Marekani kwanza. Umeona? Bila kuangalia nchi yote kwanza, Marekani kwanza. Kwa hiyo kama rais ana sera ya Marekani kwanza, maana yake ni kwamba hata mshirika wao mkuu Israeli hata kuwa salama katika mikono yao. Yaani kama ni swala wanaona kabisa kwamba hakuna kitu tunachokipata kutoka kwa Israeli na sisi tunatakiwa tupate hichi na hichi, kitafanyika mpaka kipatikane, kwa sababu sera yake ni Marekani kwanza. Kwa hiyo hapo inabidi Waisraeli waweze kunegotiate vizuri kuhakikisha kwamba Wamarekani nao wanafaidi. Na inasemekana tayari wameshaanza kuondoa baadhi ya ushuru katika bidhaa za Kimarekani, kuweka ule uhuru ziingie nyingine bila labda ushuru hivi na hivi, ili tu kuhakikisha kwamba Trump anaondoa katika hiyo listi, kwa sababu itaenda kuzidi kuwadidimiza. Kitendo hiki cha Trump kuongezea ushuru Israeli kimeonekana kwa wengine kama ni jambo personal, yani pengine hao watu wana ugomvi, kwa sababu hii si kawaida kwa Marekani na Israeli kufanyiana hivi. Nikasema ngoja niwaambieni kidogo mahusiano ya Trump na Israel. Trump pamoja na Netanyahu. Trump na Netanyahu ni watu ambao walikuwa na mahusiano mazuri kuanzia siku nyingi. Na hawa watu haya, kuna mmoja ambaye ni mfanyabiashara ndio Trump, Netanyahu ni mwanasiasa mkongwe. Umeona? Trump alipoingia madarakani mwaka 2016, Netanyahu alikuwa na mahusiano mazuri tu na Trump. Na walipokuwa Trump alipokuwa madarakani alihakikisha anafanya vitu vingi ambavyo vilikuwa vina faida kwa Netanyahu. Moja ya vitu alivyofanya ni kuutambua mji wa Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli na kuhamisha balozi ya Marekani ikahamia Jerusalem baada ya Tel Aviv, kitu kilichokuwa kimevunja sheria za Umoja wa Mataifa, lakini Trump alifanya kwa ajili ya rafiki yake Netanyahu. Kitu kingine alichokifanya mwaka 2019 Trump ni kutangaza Marekani inatambua kwamba Golan Heights ni eneo la Israeli na si la Syria, kitu ambacho kilikuwa ni kinyume na sheria za Umoja wa Mataifa, kwa sababu uhalisia ni kwamba Golan Heights ni eneo la Syria na sio la Israeli. Lakini Trump alifanya vile kwa kusupport rafiki yake Netanyahu. Lakini kingine, mwaka 2020 Trump alitengeneza mkataba wa Abraham Accords kwa kuwasaidia Israel kuwapatanisha na nchi za Kiarabu, kitu ambacho kilimuia uraisi Netanyahu katika uendeshaji wa nchi yake. Umeona? Kilichokuja kumkasirisha Trump ni katika uchaguzi wa Marekani ulipofanyika na Trump akashindwa, akaingia Joe Biden. Netanyahu akawa wa kwanza kumpongeza Joe Biden, kitu kilichomuuzi sana Trump, kwa sababu katika ule uchaguzi Trump alikuwa anaamini hajashindwa, aliamini kaibiwa uchaguzi, aliamini kaibiwa kura zake, aliamini ule ushindi wa Biden ulikuwa ni wa uongo. Kwa hiyo kumuona mtu aliyemsaidia vile kama Netanyahu anamsaliti na kumpongeza Biden tena wa kwanza, hii ilimuuma sana Trump mpaka akamtamkia Netanyahu lile ni tusi la F, na nadhani wengi mnalifahamu. Hii ni siasa, hakunaga urafiki wa kudumu wala uadui wa kudumu. Sasa hivi Trump na Netanyahu wana sera moja katika masuala mazima ya Gaza. Kuna sera wanaendana na kuna sera hawaendani. Kwa hiyo ndio maana naye Trump kaamua kuweka sera za Marekani kwanza,
hadi kwa Israeli, kwa sababu kuna kugeukana